Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu hii ya neno la Mungu, na leo tukiwa tunaendelea na siku yetu ya 14 ya mafungo yetu ya Kwaresma, mafungo ya siku 40. Na leo tu ni siku ya 14. Na leo ninataka tuanze kwa kujiuliza maswali. Hivi umeshawahi kujikuta kwenye hali ya kuahirisha kufanya jambo fulani kwa sababu tu ulihofia watu watakavyosema? Unajua kabisa hili ni jambo jema, unajua kabisa hili ni jambo sahihi, lakini sasa unawaza watu wataongea sana, na kwa sababu hiyo labda unapata hofu alafu unaacha kabisa. Hivi umeshawahi kujikuta kwenye hali ya namna hiyo? Au nikuulize labda jambo la pili, unajua katika maisha yako ya kila siku au katika maisha yetu ya kila siku, ni kitu gani ambacho kinakufanya labda uwe na hofu zaidi? Je, ni kwamba watu watasema nini au Mungu atasema nini? Unahofia yale maoni ya watu au unahofia mapenzi ya Mungu? Ni kitu gani ambacho kinakupa hofu? Nikikuuliza jambo la tatu kwa mfano, je, kuna wakati ambao umepoteza labda amani kwa sababu tu ulijaribu kuwaridhisha watu badala ya kumridhisha Mungu? Na nikikuuliza swali la 4 kwamba, je, umeshawahi kujikuta kwenye hali ambayo kwa mfano unajaribu kumpendeza kila mtu hata kwa gharama ya kupoteza msimamo wako au kile ulichokiamini? Umeshajikuta kwenye hali ya namna hiyo? Au nikikuuliza jambo lingine kwamba unapochukua hatua fulani au unapoamua kufanya jambo fulani, je, unahofia sana maneno na maoni ya watu kuliko mapenzi ya Mungu? Ni kitu gani ambacho unahofia zaidi? Kwa nini nimeuliza maswali haya ndugu zangu? Ni kwa sababu jaribu la kutaka kupendwa au jaribu la kutaka kukubaliwa na kila mtu ni dhahiri sana katika maisha yetu ya kila siku. Ni dhahiri sana. Watu wengi sana tumejifunga kwenye minyororo ya matarajio ya watu wengine. Tumejifunga kwenye minyororo ya kuogopa kukataliwa. Tumejifunga kwenye minyororo ya kuogopa kushutumiwa. Watu watasema nini? Watatushutumu, wataongea. Tumejifunga kwenye minyororo hayo. Lakini swali ni, je, ni nani tunayepaswa kumpendeza? Hivi ni watu au ni Mungu? Mtume Paulo anatuonya katika ule waraka wake wa pili kwa Timotheo. Anapomwandikia Timotheo barua yake ya pili, ile sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4, anamwambia kwamba kuna wakati watu watakataa ukweli na wataanza kufuata walimu wanaowaambia kile wanachotaka kusikia na badala ya kile wanachohitaji kusikia. Kitatokea kipindi hicho. Na Paulo anamuonya mtoto wake wa kiroho Timotheo mapema sana. Unajua Yesu mwenyewe alikumbana na upinzani mkubwa sana kutoka kwa wale ambao waliotaka kumpangia namna ya kuishi na namna ya kutenda kazi yake. Ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 13 kwa mfano, mstari wa 31 mpaka wa 35, tunamwona Yesu akikataliwa na baadhi ya Mafarisayo waliomtaka aondoke kwa sababu tu ya tishio la Herode mfalme. Wanamwambia ondoka kwetu. Lakini unajua kilichotokea ni nini? Yesu hakutaka kabisa wala hakusikitika kwa sababu ya hilo. Hakusikitika. Alijua alichokuwa anatakiwa kufanya ni nini. Alikuwa anajua. Na alijua kuwa anatakiwa kukamilisha kazi ya baba yake. Alikuwa anajua. Kwa hiyo wala hakushtuka hata kidogo. Na alisema waziwazi kwamba leo na kesho nitatoa pepo na kuponya wagonjwa, alafu siku ya 3 nitafikia kikomo changu. Unajua maneno haya Yesu yanatufundisha kwamba hatupaswi ndugu zangu kuruhusu hofu. Hatupaswi kuruhusu hofu ya wanadamu ituzuie kwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Hatupaswi kuzuia hofu hiyo. Mtakatifu Teresa wa Avila, napenda sana maneno haya. Aliwahi kusema, akasema, acha watu waseme watakacho, wewe mtumikie Mungu kwa moyo wako wote. Period. Acha watu waongee, kwa sababu watu wataongea tu. Unyamaze wataongea, usinyamaze wataongea tu. Sasa Mtakatifu Teresa anasema acha waseme watakacho, wewe kazi yako ni moja tu, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote. Period. Unajua ndugu zangu,
Mojawapo ya hatari kubwa sana za kumpendeza kila mtu ni kupoteza mwelekeo wa maisha yetu. Tunapoteza mwelekeo. Tunapoelekeza nguvu zetu kwenye maoni ya watu, kwamba watu watasema nini badala ya Mungu watasema nini, tutajikuta tukiyumbishwa na kutangatanga bila kusonga mbele at all. Hatutasonga mbele. Unajua, ni kama vile mtu anayevuka ziwa na mtumbwi, alafu hajui au hana lengo thabiti la upande wa pili, kwamba anakwenda pointi gani kwenye upande wa pili. Mtu wa namna hiyo atabebwa na kila upepo na hataweza kucontrol upepo au kuelekeza mtumbwi wake right kwenye direction anayotaka. Hataweza hata kidogo. Sasa Yesu anatuambia katika Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 14 kwamba msipopokelewa, fanyeni jambo moja tu, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu na muendezeni. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa Yesu anatufundisha kwamba sio kila mtu atakuelewa, sio kila mtu atatuelewa. Yesu anatufundisha sio kila mtu atatukubali, si kila mtu. Usifikiri kwamba hata uwe mwema vipi, mzuri vipi, kila mtu atakukubali. Hakuna, haiwezekani. Kwa hiyo Yesu anatuambia sio kila mtu atafurahia unapochagua kuishi labda kwa misingi ya imani yako. Si kila mtu atafurahia, si kila mtu atakukubali. Unapoamua kuishi kwa misingi ya haki, si kila mtu atakubali, si kila mtu atafurahia. Lakini wewe songa mbele, shikilia ukweli kwa upendo na umwache Mungu awe dira yako tu. Kwa hiyo ndugu zangu, katika safari yetu hii ya Kwaresma, tunaalikwa kutafakari kuhusu vikwazo vinavyotufanya tuogope kufanya mapenzi ya Mungu. Je, ni hofu ya kukataliwa? Je, ni shinikizo la jamii? Je, ni tamaa ya kutaka kupendwa na kila mtu na watu wote? Nini kinachotuzuia kusimama na kufanya mapenzi ya Mungu? Tukumbuke tu jambo moja ndugu zangu, kuwa upendo wa kweli hauhusiani na kuwaridhisha watu wengine, bali upendo wa kweli unahusiana na kuwa mwaminifu kwa Mungu na katika wito wake katika maisha yako. Mtakatifu John Henry Newman aliwahi kusema kwamba Mungu ameniumba kwa kusudi maalum na nina nafasi katika mpango wake maalum. Right? Kwa hivyo katika kipindi hiki cha toba ndugu zangu, tuamue kutafuta na tuamue kufuata mapenzi ya Mungu. Basi usikubali hata siku moja kupoteza dira yako kwa sababu tu ya matarajio ya wanadamu wengine. Usikubali kupoteza dira yako. Weka macho yako kwa Yesu. Period. Na endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele kwa ujasiri na kwa moyo mkuu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nami tena siku ya kesho tutakapoendelea na mafungo yetu haya ya Kwaresma. Ubarikiwe.